Anaitwa Idris Diomande, raia kutoka Ivory Coast, moja kati ya klabu ambayo aliyokuwa akitumikia ni klabu ya Singida Black Star kutoka taifa hili la Tanzania. Leo rasmi ameagana na wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Mchezaji huyo ni kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa akifanya vizuri kweli kweli kwenye kikosi hiko cha Singida Black Star. Idris Diomande leo ameweza kuagana na wachezaji wenzie katika kambi, ambapo baada tu ya kuondolewa katika michuano ya Kombe la Mapinduzi pale visiwani Zanzibar, Diomande alisafiri kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam na kikosi hiko cha Singida, na leo majira ya mchana ameweza kuagana rasmi na wachezaji wenzie. Sababu zilizoweza kupelekea kwa Idris Diomande kuagana na wachezaji pamoja na benchi la ufundi ni baada tu ya Simba kugonga hodi katika klabu hiyo ya Singida ili kuweza kutuma maombi ya kumuhitaji Idris Diomande. Siku za hivi karibuni uongozi wa Singida Black Star wao waliweza kukataa ofa hiyo baada ya kushinikiza kwamba hawako tayari kumwachia Idris Diomande. Uongozi wa Singida uliweza kusema kwamba Idris Diomande yupo katika mipango ambayo kuelekea katika michuano ya kombe la CAF Confederation Cup, ambaye Diomande ataendelea kusalia katika klabu hiyo ya Singida Black Star. Hayo yalikuwa ni majibu wiki kadhaa viongozi wa Singida kuweza kuwajibu zile taharuki ama rumors zinazoenda kusema kwamba Idris Diomande ameenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kupitia afisa habari wa klabu hiyo ya Singida, ukumbuke kwamba hata usajili wa Jonathan Soa kuondoka katika klabu hiyo ya Singida hapo mwanzo aliweza kuhojiwa na kusema kwamba hawako tayari kumwachia Jonathan Soa kuelekea katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii imekuwa ni kama vile kawaida kwa msemaji wa klabu hiyo ya Singida kuweza kukana mara kwa mara, lakini baadaye dili hilo linaenda kukamilika. Kitendo cha Idris Diomande kuagana ama kuaga wachezaji pamoja na benchi la ufundi siku hii leo, hii inatoa ishara kwamba Diomande anaenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba waliweka shinikizo la kumhitaji Idris Diomande kuelekea katika klabu hiyo ya Simba ili kwenda kuongeza ufanisi katika safu ya ushambuliaji, safu ambayo itakayoenda kutengeneza chemistry nzuri kwa upande wa eneo la katikati. Kusajiliwa kwa Idris Diomande kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, hii pia inatoa ishara kwa upande wa Jean-Charles Ahoua kutokuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Idris Diomande akiwa na umri wa miaka 27, raia kutoka pale Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, akichezea klabu ya Singida Black Star. Uongozi wa Singida Black Star umemtakia kila laheri Idris Diomande kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Huu utakuwa ni usajili wa tatu kukamilika kwa siku tatu zilizoweza kupita tangu pale dirisha dogo la usajili lilipoweza kutangazwa Januari 2026. Diomande anaenda kuungana pamoja na kipa mpya ambaye kipa huyo Simba wameweza kumsajili tu baada ya kuweza kupata majeraha magolikipa wao wawili, huku Musa Kamara Mpimpin ataendelea kusalia kuwepo nje kwa takriban miezi mitatu, lakini pia kwa upande wa Yakubu Suleiman pia ataendelea kusalia kuwepo nje ya uwanja kwa takriban miezi miwili mpaka kufika miezi mitatu. Simba hawakuwa na ajizi wala hakuwa na option nyingine, walichokiamua kwenda kuingia sokoni kwenda kumtafuta golikipa ambaye mwenye experience nzuri, exposure nzuri kuelekea katika
michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba jana waliweza kuwasili katika kambi ama kuingia kambini ili kuendelea na session nyingine, kuendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa mkondo wa tatu ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba anatarajia kushuka Januari 24 kwenda kumkabili Esperance de Tunis. Huu utakuwa ni mchezo wa tatu ligi ya mabingwa barani Afrika. Tujikumbushe tu kwamba michezo miwili Simba ligi ya mabingwa barani Afrika yote akiendelea kupoteza, na huu utakuwa ni mchezo wake wa tatu michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama akiendelea kupoteza mchezo huo mitatu mfululizo, nafasi ya Simba kuelekea katika hatua robo finali itakuwa ngumu kwelikweli, na sidhani kama wataendelea kuingia katika robo finali. Na baada ya hapo Simba ratiba hao imekuwa tight kwelikweli. Januari ya 30 ya mwaka 2026 Simba atarejea Dar es Salaam kuja kumkaribisha Esperance de Tunis katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba anatarajia klabu ambayo aliyokuwa akitumikia ni klabu ya Singida Black Star kutoka taifa hili la Tanzania. Leo rasmi ameagana na wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Mchezaji huyo ni kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa akifanya vizuri kweli kweli kwenye kikosi hiko cha Singida Black Star. Idris Diomande leo ameweza kuagana na wachezaji wenzie katika kambi, ambapo baada tu ya kuondolewa katika michuano ya Kombe la Mapinduzi pale visiwani Zanzibar, Diomande alisafiri kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam na kikosi hiko cha Singida, na leo majira ya mchana ameweza kuagana rasmi na wachezaji wenzie. Sababu zilizoweza kupelekea kwa Idris Diomande kuagana na wachezaji pamoja na benchi la ufundi ni baada tu ya Simba kugonga hodi katika klabu hiyo ya Singida ili kuweza kutuma maombi ya kumuhitaji Idris Diomande. Siku za hivi karibuni uongozi wa Singida Black Star wao waliweza kukataa ofa hiyo baada ya kushinikiza kwamba hawako tayari kumwachia Idris Diomande. Uongozi wa Singida uliweza kusema kwamba Idris Diomande yupo katika mipango ambayo kuelekea katika michuano ya kombe la CAF Confederation Cup, ambaye Diomande ataendelea kusalia katika klabu hiyo ya Singida Black Star. Hayo yalikuwa ni majibu wiki kadhaa viongozi wa Singida kuweza kuwajibu zile taharuki ama rumors zinazoenda kusema kwamba Idris Diomande ameenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kupitia afisa habari wa klabu hiyo ya Singida, ukumbuke kwamba hata usajili wa Jonathan Soa kuondoka katika klabu hiyo ya Singida hapo mwanzo aliweza kuhojiwa na kusema kwamba hawako tayari kumwachia Jonathan Soa kuelekea katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii imekuwa ni kama vile kawaida kwa msemaji wa klabu hiyo ya Singida kuweza kukana mara kwa mara, lakini baadaye dili hilo linaenda kukamilika. Kitendo cha Idris Diomande kuagana ama kuaga wachezaji pamoja na benchi la ufundi siku hii leo, hii inatoa ishara kwamba Diomande anaenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba waliweka shinikizo la kumhitaji Idris Diomande kuelekea katika klabu hiyo ya Simba ili kwenda kuongeza ufanisi katika safu ya ushambuliaji, safu ambayo itakayoenda kutengeneza chemistry nzuri kwa upande wa eneo la katikati. Kusajiliwa kwa Idris Diomande kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, hii pia inatoa ishara kwa upande wa Jean-Charles Ahoua kutokuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Idris Diomande akiwa na umri wa miaka 27, raia kutoka pale Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, akichezea klabu ya Singida Black Star. Uongozi wa Singida Black Star umemtakia kila laheri Idris Diomande kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba.
huu utakuwa ni usajili wa tatu kukamilika kwa siku tatu zilizoweza kupita tangu pale dirisha dogo la usajili lilipoweza kutangazwa Januari 2026. Diomande anaenda kuungana pamoja na kipa mpya ambaye kipa huyo Simba wameweza kumsajili tu baada ya kuweza kupata majeraha magolikipa wao wawili, huku Musa Kamara Mpimpin ataendelea kusalia kuwepo nje kwa takriban miezi mitatu, lakini pia kwa upande wa Yakubu Suleiman pia ataendelea kusalia kuwepo nje ya uwanja kwa takriban miezi miwili mpaka kufika miezi mitatu. Simba hawakuwa na ajizi wala hakuwa na option nyingine, walichokiamua kwenda kuingia sokoni kwenda kumtafuta golikipa ambaye mwenye experience nzuri, exposure nzuri kuelekea katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Simba jana waliweza kuwasili katika kambi ama kuingia kambini ili kuendelea na session nyingine, kuendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa mkondo wa tatu ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba anatarajia kushuka Januari 24 kwenda kumkabili Esperance de Tunis. Huu utakuwa ni mchezo wa tatu ligi ya mabingwa barani Afrika. Tujikumbushe tu kwamba michezo miwili Simba ligi ya mabingwa barani Afrika yote akiendelea kupoteza, na huu utakuwa ni mchezo wake wa tatu michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama akiendelea kupoteza mchezo huo mitatu mfululizo, nafasi ya Simba kuelekea katika hatua robo finali itakuwa ngumu kwelikweli, na sidhani kama wataendelea kuingia katika robo finali. Na baada ya hapo Simba ratiba hao imekuwa tight kwelikweli. Januari 30 ya mwaka 2026 Simba atarejea Dar es Salaam kuja kumkaribisha Esperance de Tunis katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba anatarajia kufanya maandalizi ya kinifu kwelikweli, na huku ripoti ya mwalimu kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji wachezaji 7 ambao wachezaji hao wataenda kuunganisha ubora pamoja na ufanisi waliokuwa nao. Mmoja kati ya maeneo ambayo kocha Steve Barker aliweza kuainisha kwamba yaende kufanyiwa maboresho ni eneo la katikati, central defender pamoja na midfielder, central midfielder, wote ama yote maeneo hayo anahitaji kwenda kuyafanya maboresho, na huko uongozi wa klabu hiyo ya Simba bila ajizi wameendelea kuyafanya ama kuboresha katika maeneo hayo, huku kocha Steve Barker amelazimika kwamba kuwaambia wachezaji kipindi hiki sio kipindi tena cha kufanya ajizi, waendelee kufanya mazoezi kwa jitihada zote ili kwenda kupata matokeo mazuri katika dimba huko nchini Tunis ama katika mji wa Tunis kwenda kwa kabili Esperance de Tunis. Wachezaji waliokuwa wametoka katika majukumu ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars wote nao pia jana wameendelea kurejea kambini, na huku wakiendelea kufanya maandalizi kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wachezaji hao wakionekana kuchoka, lakini bila tu kuchoka wamepaswa kuingia kambini ili kwenda kuungana na wenzio kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba hawana cha kupoteza muda, kwani wao wana ratiba ngumu kwelikweli, na wapinzani waliokuwa mbele yao ni wapinzani wagumu kwelikweli. Kocha Steve Barker amewaambia wachezaji pamoja na benchi la ufundi kufanya vizuri ama kupanga mipango mikakati kuelekea katika mchezo huo wa kwanza raundi ya tatu baada tu ya Esperance de Tunis mchezo wake uliotoka dhidi ya Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao uliochezwa pale Angola, huku mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Ukijaribu kumtazama Esperance de Tunis hana matokeo mazuri, kwa maana kwamba nafasi aliyokuwa nayo, na huko pia Stade Malien pia yuko hapo, kwa maana kwamba mchezo wa kwanza Esperance de Tunis alitoa sare dhidi ya Stade Malien, na mchezo wake wa pili aliendelea kutoa sare dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mchezo wake wa tatu Esperance de Tunis anaenda kucheza dhidi ya Simba, ambayo michezo miwili kwa upande wa Simba
yeye akipoteza, huku Esperance de Tunis akiwa na alama 2 pamoja na klabu ya Stade Malien akiwa na alama 4. Msimamo wa kundi hilo limeonekana kuwa mgumu kweli kweli, huku Simba wao wakiendelea kuburuza mkia, kwani Simba hawana hata alama moja michezo miwili yote ligi mabingwa barani Afrika, akipoteza kwa idadi ya magoli 1 kwa mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, pamoja na mchezo wa pili dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao uliomalizika kwa goli 2-1. Simba hawana cha kupoteza. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba anahitaji kufanya mambo mazuri kuelekea katika mchezo huo, kwani wote wanatakiwa wajipange yakinifu kuelekea katika mchezo wa ligi mabingwa barani Afrika. Wachezaji wapya mpaka hivi sasa ambao tayari Simba wameshaweza kukamilisha usajili, ama wachezaji ambao tayari wameshaweza kuungana kimawasiliano na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwangosi kutoka Mbeya City tayari ameshaungana na klabu hiyo ya Simba, pamoja na golikipa mpya kutoka pale nchini Ghana. Siku za hivi karibuni ataenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea kule nchini Ghana, bila kusahau mwingine ambaye hivi sasa taarifa zilizoweza kutufikia kwamba Simba nao pia wamekamilisha usajili wa beki wa kati central defender, ambaye huyu kutokea pale nchini Congo Brazzaville. Klabu ambayo anaitumikia ni klabu ya Asante Kotoko kutoka huko nchini Ghana.